Tukio la shambulio dhidi ya Gachagua katika kanisa la PCEA limeibua wasiwasi mkubwa. Viongozi wa dini wakilaumu wanasiasa kwa kuingiza siasa kanisani. Wito umetolewa kwa wanasiasa kuabudu kwa amani, kuepuka siasa wakati wa ibada, huku wapinzani wao wakitakiwa kuepuka mashambulizi na kuheshimu nyumba za ibada na kudumisha amani ya taifa. Naona ni vibaya sana watu kuenda kufanyia kampeni kwa kanisa, kwa sababu tuko na ground nyingi sana ama playgrounds nyingi sana kwa mashule. Kuna viwanja zingine asina kazi zinafanyangwa huko. Hao watu wenye wanafanya siasa wanastahili kuwa wakienda kufanyia kampeni zao huko na kuita wafuasi wao huko, ndio tuwe tukijua ya kwamba hao watu wako na njia mzuri wanafuata. Lakini siasa kulingana na maoni yangu inakuanga dirty game, kwa sababu unaweza kuona wale watu walipigwa na tear gas huko, kesho yake wakikula sahani moja na wenye wanasema ati ndio waliwapiga. So mimi najua ya kwamba hakuna kitu kibaya kama siasa, na siasa inaweza kubomoa Kenya mzima. Kwa hivyo watu wenye wanafanya siasa wanastahili sana wajihadhari sana na wafikirie sana mahali wanatuelekeza, kwa sababu wanataka kubaratiza hii Kenya yetu. Na Kenya ni Kenya imebarikiwa na Mungu, kwa sababu Kenya yetu hatutakagi vita, na kuna wenye wanaleta vita. Nao wenye wanaleta vita tayari wamelaniwa na Mungu, sababu wanapeleka kanisani, na Mungu kulingana na Biblia vile inasema, kuna mahali kanisa Yesu alienda akakuta watu wakiuzia ng'ombe huko, miti yao, mambo yao yote walikuwa wamepeleka huko, na akachukua kiboko na akawachapa. Kwa hivyo mimi nikiangalia kwa ukweli, sio serikali ilifanya hiyo mambo ya kuchapa hao watu, ni Mungu alifanya kichapo. Ni Mungu alifanya hivyo, kwa sababu kanisa hairuhusiwi kufanyiwa kampeni ama kupelekwa vitu za kuuzia huko. So mimi nilikasirika, lakini nikaona kwa kweli Mungu anaweza fanya mambo ndio watu waachicho kufanya kazi, kufanya siasa kanisani. Hiyo ya kanisani nikuulize, mimi niko kwa ibada, naweza toa tear gas nijipige? Si ni kitu mtu ananipigia na watoi wako huko. Hiyo kitu iliniudhi sana. Juu siwezi toa kitu nijipige. Sasa hiyo mambo ya kanisa, wale wanafanya kaiburi yetago kaiburi kanetago. Sinasema ukweli. Sasa hiyo maoni yangu iko. Wanasiasa wamelaumiwa kwa kuleta vurugu makanisani, huku wakihimizwa kuacha siasa na kuheshimu ibada za makanisa. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka Thika, jina langu ni Susan Mutheu.